Habari yako? Safi, mambo vipi? Namshukuru Mungu, unaendeleaje? Namshukuru Mungu pia. Safi, tueleze walau kwa uchache maandalizi ya timu kiujumla, pengine tangu tumeanza msimu, ukikamata nafasi hii hadi hivi sasa wachezaji wanaendeleaje mmoja mmoja, disha dogo hapo muongeza baadhi ya wachezaji kadhaa na maendeleo yao kiujumla. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa maandalizi toka tuanze, maandalizi ni mazuri, wachezaji wote wapo katika hali nzuri ya kiafya na wapo tayari kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya klabu yetu. Lakini kikubwa tupo katika ligi ambayo inaelekea mwisho mpaka sasa hivi. Leo binafsi tumemaliza mazoezi yetu ya mwisho kuelekea mchezo wetu wa Singida ambao tunaamini mchezo utakuwa ni mgumu, sio mwepesi, kwa sababu ni mchezo ambao unaenda kuamua hatima yetu sisi au Singida, kwa atakayepata matokeo ya ushindi ndo atakayevuka kwenda katika raundi ya pili kwa maana ya 8 bora. Kwa hiyo tupo nyumbani, tunataka tutumie uwanja wa nyumbani, tunatakiwa tuonyeshe kuwa sisi ni timu nzuri na tuko tayari kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya beji ya timu yetu. Kiujumla vijana wako tayari na mazoezi tumemaliza leo vizuri, kwa hiyo tunaisubiria siku ya kesho tukapambane. Ukiangalia mechi ya kwao kule yalitokea mambo mengi, mechi ya ugenini wakashinda, lakini kulikuwa na vitu vingi sana katikati hapo. Wachezaji imewauma au wanayo hiyo kumbukumbu kuelekea hiyo mechi ya kesho? Kwanza tuwapongeze kwa mchezo uliopita, waliweza kucheza vizuri na wakaweza kutufunga, lakini walikuwa nyumbani. Kwa hiyo kama nilivyosema, na sisi tupo nyumbani. Kikubwa tuliangalia baadhi ya makosa tuliyofanya kwa katika mchezo uliopita kati yetu sisi na wao, na tumejaribu kuyafanyia kazi, lakini kwa kuhisi zaidi kwa sababu mechi zao kwa raundi ya pili, kwa sababu ile ilikuwa ni raundi ya kwanza, hatukuweza kuona kwa raundi ya pili kutokana na mazingira yalivyo, lakini tunaamini watakuwa wameboresha timu yao pia kama sisi tulivyoboresha timu yetu kwa raundi ya pili. Kwa hiyo tunategemea mchezo utakuwa mgumu, na walikuwa ni timu nzuri, walikuwa kwenye ubora, walitufunga, lakini tuseme ni mchezo kama kisasi, walitufunga kuwepo nyumbani kwao, na sisi sasa hivi tupo nyumbani, tunatakiwa tutumie uwanja wa nyumbani na tutumie ile hali ya morali kama mkiwa mnacheza nyumbani. Naamini tutaweza kushinda, na vijana na waamini, vijana wetu wapo tayari na mazoezi ya mwisho tumefanya vizuri. Kwa hiyo tunasubiri kesho, Mungu atusaidie tuamke salama tukapambane tupate ushindi. Wachezaji ambao wanatumika mara kwa mara kwenye kikosi cha kwanza wote wapo vizuri, na je, timu nzima kwa ujumla kuna mwenye injuries au kuna mwenye tatizo lolote ambaye atakosekana kwenye mechi ya kesho? Tuna kadi nyekundu moja kwa fubeki wetu wa kushoto anaitwa Joseph, lakini pia tuna injury moja ya kapteni wetu msaidizi Idrisa. Ndio wachezaji ambao wanaamini tutawakosa katika kuelekea mchezo, lakini kiujumla kikosi kiko tayari na kipo tayari kuipambania timu yetu. Sasa tumalizie kocha. Mimi nabahatika sana kuongea na vijana, wanasikia raha sana kufundishwa na mtu aliyecheza kwa mafanikio. Inakufikia hiyo? Binafsi nafurahia kufanya kazi nao, kuwa ni wachezaji wenye vipaji na tuna matarajio mengi sana kutoka kwao, kwa maana waweze kupambana katika ngazi walokuwepo ya under 20 kuelekea katika timu yetu ya senior. Kwa hiyo binafsi nafurahia, naamini na wao wanafurahia tukifanya mazoezi pamoja. Kwa hiyo tuna matarajio mengi na naamini Mungu atatufikisha, tutafikia malengo yetu. Lakini ni raha, unajua ni umecheza, kufundishwa na mtu ambaye amecheza, kucheza tu amecheza kwa mafanikio. Wewe umecheza, ukija kufundishwa na mtu ambaye amecheza kwa mafanikio, yeye ndo kocha, ni raha ile. Asa swali naona waulize na wao pia. Sio swali langu. Mimi nahisi kwa mimi nilipata nafasi hiyo binafsi kwa baadhi ya walimu nilopitia, kuwa ni kitu kizuri kwa sababu niliwaona wakicheza na waona wanaponifundisha. Kwa hiyo naamini ilikuwa ni sehemu salama kwangu na namshukuru Mungu nikavuka. Kwa hiyo naamini na wao tuendelee kupambana na tuendelee kujifunza wote kwa pamoja. Sisi lengo letu ni kuwasaidia wao waweze kufikia malengo yao na kuisaidia klabu iweze kupata mafanikio kupitia vijana ili tuweze kutimiza malengo ya klabu. Ndio hapo tumalizie. Bashiru anacheza senior timu, unakuja huku unamfua, anakuja kule anacheza mbele ya wachezaji ma senior. Hussein Mbegu the same, unamfua huku, anakuja kule anapata nafasi ya kucheza. Tena kuna mechi ngumu za ligi kuu ya NBC. Hivyo kwa Alex, nini ambacho kinazungumza kwako? Kwanza
binafsi na sisi kama benchi la timu za vijana sana sana la under 20 tunafurahia kuona hicho kitu. Tunafurahia sana kwa mwalimu wetu wa timu kubwa kuweza kuamini vijana kutoka katika timu zetu za vijana na kuweza kuwapa nafasi. Ni kitu kikubwa na ni msingi mkubwa sana kwa klabu yetu, kwa sababu tunaamini mchezaji mzuri anatokea katika misingi mizuri toka kuwepo huku chini, na klabu yetu imechukua hatua hiyo kuweza kuzingatia kuwa na timu za vijana, na sio tu timu, ni timu imara za vijana tunahitaji. Kwa hiyo tunawashukuru kwanza benchi la ufundi la timu yetu ya senior kuweza kuwapa nafasi vijana, lakini pia kingine tunachojivunia zaidi kwa hawa vijana watatu waliosema, Bashiri pamoja na Huseni na Alex, kuwa hawajatokea tu under 20. Kwa sasa hivi wapo under 20 lakini hawajatokea under 20, kuwa walitokea kuanzia under 17. Kwa hiyo ni watoto tuliowatoa under 17 wakaja under 20. Sasa hivi tunaona wanapata nafasi katika timu kubwa. Kwa hiyo ni kitu cha kujivunia sisi kama walimu, ni kitu cha kujivunia wao kama wachezaji, na klabu kwa ujumla tunatakiwa tujivunie, kwa sababu tunaonekana kuwa tunapita katika misingi bora kuweza kutengeneza vijana, kuwatengeneza kwa njia tunayotaka kwa kufuata falsafa klabu yetu. Kwa hiyo ni kitu kizuri na naamini tutaendelea kufanya hivi, tutaendelea kujituma sisi kama walimu kuweza kuwasaidia